Haya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 za kuonyesha mwanaume Muislamu anafaa kumwoa mwanamke Mkristo. Kwa hadithi ndio hizi. Hadithi ya kuchagua mwenzako. Ndio hii. Hadithi inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke huolewa kwa sababu 4: kwa mali yake, kwa nasaba yake, kwa uzuri wake na kwa dini yake. Chagua mwenye dini utafaulu. Hiyo ni hadithi ya Bukhari 5090, Muslim 1466. Unanipata? Hiyo ni hadithi ya mtu naolewa kwa dini. So hiyo iko na nguvu sana kwa sababu mtaka kuna leika. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim, mtaka kuna leika. Hoja ya wanazuoni. Hadithi hii haikatazi moja kwa moja kumuoa Mkristo, lakini inaonyesha kuwa bora zaidi ni kumuoa mwanamke mwenye dini sahihi Uislamu. Ndiyo sababu madhehebu mengi yamesema ndoa ya Mkristo ni makuruhu, ipendekezwi. Hadithi kuhusu kila mtoto azaliwe juu ya fitra. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila mtoto uzaliwa juu ya fitra Uislamu. Wazazi wake mfanya Mayahudi au Mkristo au Majusi. Bukhari Muslim 1358 na Muslim 2658. Hoja inayoonyesha adhara kubwa ya mama katika maelezo ya mtoto. Wanazuoni wametumia hadithi hii kuonya kuwa ndoa na Mkristo inaweza kuhatarisha imani ya watoto kabisa. Nafikiri na hiyo hadithi hukumu kumtii kiumbe katika muasi muabudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna utilifu kwa kiumbe katika kumuasi muumba. Okay? Hoja: ikiwa mke Mkristo atamlazimisha mume kufanya haramu, atazuia ibada, basi ndoa hiyo inakuwa na madhara ya kidini. Hadhari: kauli ya Omar bin Khattab. Ingawa si hadithi ya Mtume itumiwa sana kama dalili, Omar bin Khattab aliwaambia wasahaba, wacheni wanawake wa Alkitabu. Hiyo ni hukumu ya Omar bin Khattab. Imepokelewa na Abdulaziz katika Al-Musannaf. Maelezo: Omar bin Khattab hakusema ni haramu, alizuia kwa sababu ya madhara ya kijamii, hofu kwa dini ya watoto. Hadithi Mtume mwanamke Muislamu ni bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwanamke mtumwa Muislamu ni bora kuliko mwanamke mshirikina hata akakupendezeni. Hadithi iko wazi. Haya, ingawa hadithi haya inazungumzia mshirikina, wanazuoni wamechukua kununu ya jumlia dini inayozitoa kuliko uzuri au nasaba. Unanipata sasa? Muhtasari wa wanazuoni. Hakuna hadithi sahihi inayokataza moja kwa moja mwanamume Muislamu kumuoa Mkristo. Hadithi wanazuoni unasema hakuna hadithi ambayo inakataza mwanamume Muislamu kuoa Mkristo. Hakuna moja kwa moja. Hadithi nyingi zinaonya kuhusu madhara ya kidini na maelezo ya watoto. Yes, niyo ni kweli. Ndiyo maana kisheria halal, kifiki, kimaadili haipendezwi. Unasikia? Hiyo ndio kitu iko. So hapo ndio misho.